Ujambo ndugu msikilizaji, ninakusalimu mahali popote pale ulipo nikikutakia kila laheri. Mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal. Karibu kukujuza yanayojiri kwenye tarafa la Fizi na Kivu nzima na ulimwengu pote. Mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal na hii ni radio ya kijamii ya Radio Television Ngyoku International, nikipaza sauti kama sauti ya raia. Na kama nilivyokujuza, mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal. Moja kwa moja taarifa zetu za kina, tuanzie kwenye tarafa la Fizi sekta Nganja, ambako katika vijiji vya Misisi na Nyangi leo hii hali ya utulivu imeshuhudiwa, huku baadhi ya wachuuzi kutokuweza kufungua duka yao, huku hali ya wasiwasi ikitanda kwa baadhi ya raia kutokana na wanajeshi ambao walitoka huko Uvira kujielekeza Kalemi kuweza kufika katika miji hiyo na kuweza kufyatua risasi. Katika eneo ya Misisi kumeweza kushuhudiwa kusikika kwa milio ya risasi baada ya wanajeshi hao kuweza kuwasili katika jiji hilo la Misisi, huku wazalendo wanaopatikana katika maeneo hayo kutaka kuweza kuwapokonya silaha zao, hali iliweza kusababisha kusikika kwa milio ya risasi. Huku kwa kijiji cha Nyange na vijiji vingine vinavyopatikana katika eneo hilo la kando kando, huku vikiwa na wasiwasi nyingi kutokana na wanajeshi hao kuweza kuwasili. Na kwa upande mwingine, ndugu msikilizaji, kijiji cha Kipupo kinachopatikana kwenye tarafa la Mwenga ni kwenye sekta ya Itombwe kimeweza kushikwa na wanamgambo wa Twirwaneho waliojiunga kwenye jeshi la wanamapinduzi la AFC M23. Limeweza kudhibiti mji huo wa Kipupo ambao ndio mji mkuu wa sekta ya Itombwe. Ripoti za mahali zinasema kuwa wapiganaji hao wa Twirwaneho wameweza kudhibiti mji huo wa Kipupo bila kuweza kushambuliwa, aiza kushambulia, maana wameweza kuingia bila risasi. Hii ni kutokana na wazalendo waliokuwa maeneo hayo pamoja na jeshi la Burundi na jeshi la FARDC waliweza kujiondoa peke yao ili kuweza kulinda maslahi ya raia na kuto kuhasiri raia wanaopatikana maeneo hayo na risasi na mabomu yatakayoweza yangeweza kuharibisha mengi zaidi. Ripoti zinasema kuwa wapiganaji hao wazalendo na jeshi la FARDC na wasaidizi wa jeshi la Burundi wameweza kujiondoa katika mji huo wa Kipupu ni baada ya masaa mawili kabla ya wanamgambo wa Twirwaneho kuweza kushika mji huo na kuweza kutawala mpaka sasa. Na kwa upande mwingine, kijiji cha Bijombo kimeweza kushikwa na wanamgambo wa Twirwaneho ambao wameweza kujiunga kwa jeshi la wanamapinduzi la AFC M23 na wameweza kufanya muungano wao. Kwa upande wao wanasema raia wa mahali hao wa kabila la Kifuliru wameweza kujisalimisha wenyewe, na kiongozi wa wanamgambo hao wa Twirwaneho ameweza kuhutubia raia wa Bijombo huko akisema kuwa wao hawapigani kwa kuua raia bali wanapingana na serikali ya Tshisekedi ambayo kwa upande wao wanasema ni serikali ya manyanyaso na kwa raia wa DR Congo. Na kwa upande mwingine, ndugu msikilizaji, huko Makobola kumeweza kushuhudiwa mapigano makali leo hii Jumapili tariki 14 mwezi Desemba mwaka 2020, na washuhuda wanasema mapigano hayo yalianza tangu mida ya asubuhi hadi kuweza kufika mida ya mchana, makabiliano yakiwa ni makali kati ya jeshi la wanamapinduzi la AFC M23 zidi ya wazalendo ambao kwa mjibu wa ushuhuda kadhaa wameweka ngome zao katika maeneo ya Makobola na Baraka, hali ambayo imekwenda kupelekea wasiwasi kubwa katika jiji la Baraka, huku wengi kati ya raia wa jiji la Baraka wakijiondoa maeneo hayo na kuelekea nchini Burundi katika eneo ya Rumonge, huku raia kadhaa wakiwa wameweza kuteseka kwa hali ya ukosefu wa chakula na lakini pia hali ya kimazingira ikiwa ni tata kabisa kutokana na namna wanavyokamatwa na namna walivyo paka kwa muda huu. Tukujuze kuwa Makobola ndicho kijiji kinachogawa tarafa la Fizi na tarafa la Uvira. Maeneo hayo ndipo aliwahi kufanyika maafa ambayo yanakumbukwa kila tariki 30 mwezi Desemba ambayo
yanajulikana kama Massacre de Makobola, ambako kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa kuliweza kufariki watu zaidi ya 770 ambao waliuawa kwa ukatili mnamo mwaka wa 1998. Kwa upande mwingine, FANBP Bishambuke imeweza kukabiliana na wanamgambo wa Twirwaneho, Ngumino na Red Tabara katika kijiji cha Rugezi, ambako mapigano yameweza kushuhudiwa hivi asubuhi, huku ripoti zikisema kuwa wapiganaji hao wa Twirwaneho, Red Tabara na Ngumino waliweza kutokea mida ya asubuhi na kuweza kuanza mashambulizi yao katika ngome ya Biloze Bishambuke iliyokuwa ikipatikana katika eneo ya Rugezi. Kwa mujibu wa msemaji wa Biloze Bishambuke, Engineer Stratege na Mubamba na Joel na Bluizi, wameweza kuthibitisha kuwa mapigano hayo yalianza mida ya asubuhi, huku wanamgambo wa Twirwaneho, Red Tabara na Ngumino wakiwa na lengo ya kuweza kudhibiti mji wa Rugezi. Haya yote yanaendelea huku Umoja wa Mataifa ikiendelea kutoa lawama yake kwa waasi wa M23 baada ya kushika mji wa Uvira, huku wakilaumu Rwanda na DR Congo kuto kuheshimisha mkataba ulioweza kusainiwa hivi tariki 4 mwezi Desemba mwaka 2025 huko jijini Washington. Hayo na mengi, ndugu msikilizaji, endelea kuungana nami katika kila hatua na kila namna. Mimi ni wako Zakai Chubaka Pascal ambaye uko nami kwa muda huu. Endelea abone, kulike na kukomenti na kuweza kusambazia mwingine ili apate kama ulivyopata. Nikisema halamsi.